بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدعة والضلال. Ndugu zangu wasomaji, leo tuko na kitabu Sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam, yani sifa ya swala ya mtume, rahma na amani ziwe juu yake, kilichoandikwa na al-allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, Allah mrehemu. Na mada kuu ni sunna na taratibu za usomaji wa Qur'ani ndani ya swala, yani duau, maana dua za ufunguzi wa sala, isti'adha na waqf, visimamo au qaf. Ama kichwa cha somo letu la leo ni alqiraatu ayatan aya, kusoma aya kwa aya, yani kusimama baada ya kila aya. Sawa? Asema al-Albani rahimahullah, thumma yaqra'u al-Fatihata wa yaqta'uha ayatan aya, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma suratul Fatiha na anaikata, yani anaigawa aya kwa aya. Sawa?
Bismillahir Rahmanir Rahim inafahamika kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Bimaana alikuwa akifanya hivyo, Bismillahir Rahmanir Rahim. Sawa. Thumma yaqifu, kisha anasimama, yani anatulia. Thumma yaqul, kisha anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu, kisha anasimama. Thumma yaqul, kisha anasema arrahmanir rahim. Thumma yaqifu, kisha anasimama. Thumma yaqul, kisha anasema maliki yaumiddin. Tamam. Wa hakadha ila akhiri sura, na hivyo hivyo, yani anafanya hivyo hadi mwisho wa sura. Tamam. Wakadhalika kanat qira'atuhu kulluha, na vivyo hivyo ulikuwa usomaji wake wote, yani usomaji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa hivyo. Yaqifu ala ruusil ay wala yasiluha bima ba'daha, yani alikuwa akitua, akisimama kwenye miisho ya aya na wala haziunganishi na aya zinazofuata. Alikuwa hasomi kama baadhi yetu tunavyosoma katika sala, Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Na wala hatuwezi kusema Mtume alikuwa anakatiza, anaigawa aya na aya nyingine kwa sababu alikuwa hana pumzi, la, bali huu ndo mwongozo ambao sisi tunatakiwa tuchukue kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tamam. Akasema wakana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin, na wakati mwingine alikuwa akisoma hivi maliki yaumiddin badala ya maliki yaumiddin. Sawa. Tamam. Kwa kuondoa alif katika neno maliki. Tuko pamoja? Sasa pia tumekuja na maelezo, yani ufafanuzi wa al-Allama Bazmul hafidhahullah, akisherehesha kitabu sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam, asema thumma yastaftihu alqira'ata bi ba'd alad'iyati athabita 'ani nabii sallallahu alayhi wasallam wa hiya kathiratun ashharuha, kisha anafungua usomaji kwa baadhi ya dua zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nazo ni nyingi. Iliyo maarufu zaidi
subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Yani utukufu ni wako ewe Mwenyezi Mungu, na sifa njema ni zako, na limebarikika jina lako, na umetukuka utukufu wako, na hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Waqad thabata al-amru bihi fayambaghi al-muhafadhatu alayhi, na jambo hili limethibiti, kwa hiyo inapaswa kulidumisha, yani kulinda na kuliendeleza. Sawa. Thumma yasta'idhu billahi ta'ala wujuban wa ya'thimu bitarkihi, kisha anajikinga kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka ikiwa ni wajibu, na anapata madhambi kwa kuacha kujikinga. Wasunna an yaqula taratan, na sunna ni kwamba aseme wakati mwingine a'udhu billahi minash shaitani rajim, najikinga kwa Mwenyezi Mungu dhidi ya sheitani aliyelaaniwa. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kutokana na wazimu wake, kichocheo chake, kiburi chake na ushairi wake. Wanafthi huna ash-shi'ru al-madhmum, na nafthi hapa lina maana ya ushairi unaosifiwa vibaya. Baadhi ya maelezo ni kama tunayarudia, tulishayapita katika darsa iliyotangulia kabla ya hii. Anasema hadha alfaslu min kalami almusannif rahimahullah yataallaqu bisifati qiraati rasuli sallallahu alayhi wasallam. Fasli hii ni katika maneno ya musannif, bi maana mwandishi Al-Albani rahimahullah, yataallaqu bisifati qiraati rasuli sallallahu alayhi wasallam, inafungamana, inahusiana na sifa ya kisomo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u al-Qur'ana qira'atan mufassala, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaisoma Qur'ani usomaji wa kupambanua, mufassala, ayatan aya, akipambanua aya kwa aya nyingine, haziunganishi. Wayatamathalu qawlu Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatendea kazi kauli ya Allah mtukufu aliyetukuka.